Bwana Yesu asifiwe. Karibu ni kipindi cha Tupe Riziki Yetu ya kila siku. Leo ni tarehe 2 ya mwezi wa 10 na mida hii ya saa 12 asubuhi kila siku tukuletea kipindi hiki kutoka Word Eternal Ministries. Mimi ni Mwalimu Baraka Mbwanaliba. Leo nataka tuendelee na uchambuzi wetu wa masuala ya kiuchumi, lakini kuletea somo kutoka kwa mama wa Selepta. Utakumbuka wiki chache na hizi siku chache ambazo zimepita tulikuwa tunajifunza na tumeangalia mambo kadhaa, somo kadhaa kutoka kwa mama mjane mwenye chupa ya mafuta. Angalia habari za kanzu ya Yusufu, na leo nataka pia kwa siku chache zijazo mbele tuangalie masomo kadhaa au mambo kadhaa ambayo tunajifunza kutoka kwa mama wa Selepta. Mambo mengine tayari tumeyapitia kule nyuma, kwa hiyo mifano hii ambayo nakuletea na hizi kama case study za kujifunza zipo ili kukaza yale ambayo tayari tumejifunza kule nyuma na kuendelea kupanua wigo wetu na imani yetu kwa Mungu kwa yale anayotufundisha kwa habari ya uchumi. Habari ya mama wa Selepta inapatikana kwenye Wafalme wa Kwanza sura ya 17. Mama wa Selepta, Wafalme wa Kwanza sura ya 17. Ile sura nzima inaongelea mama wa Selepta, lakini tutaanza kwa vifungu. Tusome mstari wa kwanza hadi wa 16. Hapo tujifunze masomo kadhaa mstari wa kwanza hadi wa 16, kwa sababu mara ya kwanza leo tunaanza, nitakusomea mistari yote hii. Wafalme wa Kwanza sura ya 17 mstari wa kwanza hadi wa 16. Basi Elia Mtishbi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Hiyo Elia akaamuru kwa neno lake tu ndipo mvua itanyesha, na sipotoa neno lake mvua haitanyesha. Baada ya kusema hivyo, mstari wa 2 unasema neno la Bwana likamjia kusema, ondoka hapa, geuka uende upande wa mashariki, ujifiche karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Yordani. Itakuwa utakunywa maji ya kile kijito, nami nimewaamuru kunguru wakulishe huko. Mstari wa 5, basi akaenda akafanya kama alivyosema Bwana, kwa kuwa akaenda akakaa karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Yordani. Kunguru akamletea mkate na nyama asubuhi na mkate na nyama jioni, akanywa maji ya kile kijito. Kwa alilishwa na kunguru mchana, asubuhi analetewa mkate na nyama, jioni analetewa mkate na nyama. Kijito cha Kerithi kinatoa maji anakunywa. Biblia inasema mstari wa 7, ikawa baada ya siku kupita, hatuambiwi ni muda gani, lakini baada ya muda kijito kikakatika, kwa sababu mvua haikunyesha katika nchi. Kwa hiyo ukame ambao ameuleta kwenye nchi ukaanza kumwathiri Elia mwenyewe aliyoleta. Alifunga mvua na madhara ya yeye kufunga mvua yakampata hadi yeye mwenyewe, pana kile kijito kilikauka, so mvua haikunyesha na yeye ndiye amefunga mvua. Mstari wa 8, neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Selepta ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Kwa Mungu akaandaa mwanamke mjane wa Selepta amlishe Elia Mtishbi. Mstari wa 10, basi akaondoka akaenda Selepta, hata alipofika langoni pa mji, kumbe, maana yake kwa kushangaa pasipo kutarajia, mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba. Angalia kitu alichomuomba, maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alafu alipokuwa akienda kuleta, Elia akamwita tena akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Basi naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo. Huyo mama anamjibu Elia, anamwambia, sina mkate ila nina konzi ya unga katika pipa. Konzi ni kipimo, maana yake na unga kidogo, kipimo kidogo sana cha unga ambacho kiko katika pipa, ya? Na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokota kuni 2 ili niingie nijipikie nafsi yangu na wanangu, tuule tukafe. Elia akamwambia, usiogope, nenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao.
Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka, wala ile chupa ya mafuta haitaisha, hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia, na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi. Lile pipa la unga halikupunguka, wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawa sawa na neno la Bwana alilonena kwa kinywa cha Elia. Mistari mingi, lakini na masomo kadhaa ambayo tutajifunza, ambayo yatusaidie kiroho, kiuchumi, na jinsi ya kuenenda kiroho, kiuchumi ili kufanikiwa. Jambo la kwanza ambalo tunataka ulione leo kutoka kwenye hii mistari, jambo la kwanza ambalo nataka ulione ni lile ambalo tumeliongea mara kadhaa nafikiri kule nyuma, na unaliona hapa kwa huu mfano wa mama wa Sarepta na Elia. Na jambo lenyewe ni kwamba muujiza au mafanikio yanayotokana na miujiza hayatunzwi na muujiza mwingine, bali kazi na imani yako. Tarudia tena, mafanikio yoyote ambayo yamekuja kwa miujiza hayatunzwi kiroho na muujiza mwingine. Kwa hiyo ukitendewa muujiza, usikae kutegemea muujiza mwingine kuendelea mbele. Ukitendewa muujiza, kanuni ya kimbingu, kanuni ya kiroho, fanya kazi kwa imani ili udumishe huo muujiza uliopo na pengine kuuongeza. Lazima utende kazi. Muujiza pasipo kuchanganya na kazi, itafika muda utakufa, hautakusaidia kiroho kwenye mazingira mengine yote, lakini ikiwemo kiuchumi. Unasema mtumishi, unajuaje? Angalia huu mfano ambao tumepewa Elisha Mtishbi. Alipozuia mvua isinyeshe, Mungu alimtunza kwa muujiza. Swala la kukaa kwenye pango, analishwa na kunguru. Kunguru asubuhi anamletea mkate na nyama, na jioni anamletea mkate na nyama. Huo ni muujiza. Huo ni muujiza. Kama unamfahamu kunguru, utakubaliana na mimi ya kwamba ni muujiza. Kunguru abebe nyama akuletee, abebe mkate akuletee ule. Hii sio jambo la kawaida. Huo ni muujiza. Na akalishwa hivyo, Biblia inatuambia kwa siku nyingi, baada ya siku kupita, kwa siku nyingi. Kwa hiyo kunguru alikatwa hamu ya kula nyama, hamu ya kula mkate, akabeba kumletea Elia. Huo ni muujiza. Lakini angalia, baada ya siku kupita, ule muujiza ulikoma. Mungu akamwambia, sasa hutaishi kwa miujiza tena. Nenda, kuna mama mjane nimemwandaa, fanya kazi. Kijito alichokuwa nakitegemea kinatiririsha maji hata baada ya kuwa mvua imekatizwa, ni muujiza. Baadaye kijito kikakauka, sasa inabidi afuate maji, na afuate mwendo mrefu. Angalia, alipofika kwa yule mama wa Sarepta langoni, wazo lake la kwanza halikuwa chakula. Wazo lake la kwanza ilikuwa ni maji. Kiu maana yake ilikuwa imemkamata kisawa sawa. Kwa nini? Kwa sababu maji yalikauka. Kwa hiyo alitunzwa kwa muujiza kwa kuletewa mkate na nyama na kunguru asubuhi, mkate na nyama na kunguru jioni. Anakunywa maji yasiyotendea kazi ya kijito. Lakini neema hii ya muujiza inafika muda inakoma, na ikikoma, kazi ndio itakao kufanya uishi. Hili ni jambo la kwanza kubwa. Mungu akubariki sana. Karibu kesho saa 12 asubuhi na kuendelea kujifunza mambo mengine kutoka kwa mama wa Sarepta. Amen.